For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu cha jioni saa 9 mpaka saa 10. Leo tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2020. Somo letu linasema nini? $1 freedom. Uhuru wa $1. Uhuru. Unapewa $1 ili uwe huru maisha yako yote. Usiwe na shida ya fedha tena. Kwa hiyo unapewa $1. Unaambiwa $1 ndio utakaotengeneza maisha yako. Umeenda kwenye kisiwa na boti mlioenda nayo imechoma moto. Ukapewa mbegu moja ya mahindi. Mbegu moja. Ukaambiwa ukimaliza chakula ulichokuja nacho, hii ndio utakayekula. Ulime ile mbegu moja, uchimbe shimo, ufikie, uanze kuikuza. Itoe mahindi mawili, upate ile mahindi, upande tena, upate mahindi, upande tena, usiishiwe na chakula. Ndivyo jinsi Mungu anataka watu waanze kidogo. Kila mtu anapewa mbegu moja. Kila mtu anaambiwa kaikuze hiyo mbegu. Kaikuze hiyo mbegu. Sasa ukigundua mbegu uliyopewa, utaanza kuikuza. Ukigundua mbegu uliyopewa, utaanza kuikuza. Kama umepewa karama gani? Ni kitu gani ambacho umepewa na Mungu ambao ni mbegu? Unabidi uikuze. Lazima utafute aina ya mbegu uliyopewa ili uweze kuikuza. Kwa hiyo kila kitu kinaanza na moja. Kila kitu. Hakuna mtu aliyepewa karama mbili. Mungu alianza hii dunia na mtu mmoja. Leo kuna watu bilioni 7 na wengine wameshakufa. Kwa hiyo kuna kitu kimoja ambacho Mungu aliachilia kwenye maisha yako. Wewe ndio unabidi ukitafute. Ukishakijua, mwagia maji, kitakuwa. Yesu anasema nini kwenye Luka 17:6? Yesu anasema, Luka 17:6 anasema, kama Bwana akasema, kama ungekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, ungeambia mlima huu mkuu huu ng'oka ukapande baharini, nao ungekutii. Ukiwa na imani kidogo tu kama chembe ya haradali, una uwezo wa kuhamisha milima, una uwezo wa kuhamisha vitu. Sasa imani ndogo saizi ya mbegu ya haradali inaweza kukuweka huru maisha yako yote, wewe na familia yako na kizazi chako. Kuna mtu alipewa mbegu kwenye vizazi vyetu, hatumjui ni nani na ameshatangulia mbele yake. Hatujui kama alipanda ile mbegu au kupanda. Tukiona tunateseka, kuna mtu alipewa mbegu na kupanda. Aidha akala au akaitupa huko au akapanda kwenye udongo mbaya ikafa. Ukiangalia kwenye kitabu cha Luka 19:11 mpaka 27, kuna watu 10, watumwa 10 Yesu aliwaita, akawapa talanta, akawapa mafungu ya fedha. Kila mtu alipewa fungu moja, alipewa $1.
akaambiwa ndio itakufanya uwe huru. Mmoja akaenda akaficha, wawili wakafanya vizuri, wale 7 asijui walifanya nini. Sasa inaweza kuwa sisi tuko katika ile grupu la wale watu 7, wazazi wetu wako kwenye ile grupu la wale watu 7 ambao hawajui walifanya nini, hawakuitwa, hawakutajwa kwenye Biblia. Sasa inabidi kuomba mbegu nyingine. Musa alipewa amri 10. Aliposhuka tu mlimani akakuta Nuhu, akakuta Haruni ametengeneza sanamu ya ndama, akaanza kuabudu, akapiga ile akatupa ile vile amri 10 zilikuwa zimeandikwa kwenye vibao, ikavunjika, kabidi arudi tena juu kwenda kuomba nyingine. Kwa hiyo na sisi kama ukigundua tu kwamba kuna mtu alipewa talanta kwenye kizazi chako, aidha akaenda akutumia ikaharibika, inabidi wewe uombe Mungu akupe talanta nyingine, akupe kipaji kingine. Kwa sababu Musa alipoangusha vile vibao vilipasuka, akarudi tena mlimani, Mungu akampa vingine. Kwamba Mungu ana uwezo wa kukupa kitu kama umefanya kwa hasira. Musa alifanya kwa hasira, alichukia, akatupa vile vibao chini vikapasuka, akarudi tena mlimani, Mungu akampa vingine. Kwamba tuna nafasi nyingine ya kuomba kitu ambacho wazazi wetu walipewa na wakaangusha chini vikapasuka, lakini hawakurudi juu kwenda kuomba kingine, hawakurudi. Kwa hiyo tuna chance ya pili, tuna second chance, tuna nafasi ya pili. Kwamba ni wewe kugundua kwenye familia kuna mtu alipewa kitu na kufanyia vizuri. Kama alifanyia vizuri, leo ungelikuwa wewe uko katika maisha mazuri. Kwa sababu maisha yako kama jinsi yalivyo, inabidi urudi mlimani ukamwombe Mungu. Yote katika kizazi chetu alipewa, ulimpa talanta, ulimpa ndoto, ulimpa maono, ulimpa biashara, akuifanyia kazi, ulimpa wazo, ninaomba ile wazo mimi, Mungu anakupa. Changamoto tulionayo ni moja tu. Neno la Mungu liko wazi kabisa. Neno la Mungu liko wazi kabisa. Ukisoma kitabu cha Mathayo 7:7, hili neno la Mungu liko wazi kabisa. Hii ndio changamoto tulionayo. Watu wengi wamekuwa ni wakubwa sana, hawawezi kuomba. Yaani wameshakuwa wakubwa, hawawezi kuomba. Neno la Mungu linasema Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye upokea, naye atafutaye uona, naye abishaye ufunguliwa. Sasa hiyo statement inakutosha kabisa kujua kabisa kwamba kuna kitu ambacho natakiwa uombe. Kuna kitu natakiwa uombe, kuna kitu ambacho natakiwa uombe. Hiyo ni formula nzuri sana. Ukienda kwenye Yakobo sura ya 1 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, Yakobo 1:5. Neno la Mungu liko wazi kabisa. Usipoomba hakuna kitakachotokea. Neno la Mungu linasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Sasa ni kwamba hujaomba. Yakobo sura ya 4 mstari wa 2, neno la Mungu linasema nini? Wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Sasa kuna mtu alipewa $1 katika kizazi chako, alipewa fungu la fedha katika kizazi chako, akufanyia kitu amana. Katika wale watu 10 kuna mtu wa kwenu yuko pale, na kuna mtu wa kwangu yuko pale. Najua kuna wa kwetu yuko pale, alipewa ile fedha na akufanyia kitu amana. Ni wawili tu walifanyia kitu amana ambao tunaona matajiri walioko huko duniani leo. Ndio familia zao zinatokea za matajiri, kwa sababu walifanyia kitu cha maana. Na kuna familia ambazo zililaaniwa kwa sababu walipewa ile pesa, akaenda kuficha chini, akamsema Mungu vibaya, akapewa laana. Wako waliolaaniwa, wako waliobarikiwa, na kuna ambao hawajabarikiwa wala hawajalaaniwa.
wenyewe wapo tu, wamepewa nafasi nyingine ya kurudi mlimani kwenda kuomba tena. Musa alirudi mlimani kwenda kumuomba Mungu tena vibao vingine, alienda kuomba. Aenda kuomba baada ya kuangusha vile vibao vikapasuka. Sasa leo hii na Mungu akampa Musa vibao vingine, na wewe pia ukirudi mlimani kwenda kuomba utapewa. Sasa ni kwamba ukishakuwa mkubwa sana uwezi kuomba, ni ngumu. Na ukiwa kuna kuomba kwa akili na kuna kuomba kwa imani. Kuomba kwa akili ni sawa kabisa, unaweza kuomba kwa akili ukajua unachokitaka, rangi unayotaka, ukubwa unayotaka, lini na ni wapi. Na kuna kuomba kwa imani kama mtoto mdogo, kama mtoto mchanga, kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo hachoki, anaomba huko anafurahi, amechangamka, anajua kitakuja tu. Anamwambia baba niletee gari, baba yake anamwambia niletee gari, anafurahi. Sasa kuna kuomba kama mtoto kwa imani na kuna kuomba kwa akili, na vyote vinajibiwa. Ukiomba kwa akili utajibiwa, ukiomba kwa imani utajibiwa. Kuomba kwa imani inaweza ikaja haraka zaidi kuliko kuomba kwa akili, kuomba kwa imani, lakini zote Mungu anajibu. Kwa sababu kuomba kwa akili ni kutafakari. Unaweza kutafakari kuomba kitu kwa akili na Mungu akajibu. Kaomba kitu na Mungu akajibu kwa kutumia akili. Kwamba lazima uangalie namna gani unaweza kujiweka huru kwa kutumia kile kitu kidogo ulichonacho. Kile kidogo ulichonacho ni namna gani unaweza kujiweka huru kifedha, kujiweka huru kiafya, kazi, kujiweka huru kwenye muda wako, kutokana na kile kitu kidogo ulichonacho. Kinachotegemewa hapo ni akili yako na ufahamu wako. Sababu kila mtu ana uwezo wa kujifungua kwenye kifungo alichonacho. Kila mtu duniani ana uwezo wa kujifungua. Ana uwezo. Sharti namba 1, omba kufunguliwa. Sharti namba 1, omba kufunguliwa. Omba kufunguliwa katika umaskini, omba kufunguliwa katika magonjwa, omba kufunguliwa katika kila eneo la maisha yako. Kila eneo la maisha yako ambalo unajua kabisa umefungwa, omba kufunguliwa. Watu wengi hawaombi kufunguliwa. Wanachokifanya, wanashambulia wale waliowafunga. Wazishambulia adui aliyokufunga, kwa sababu amekufunga kwa maneno. Kinachobidi ni kumwomba Mungu akufungue. Kimtumikia Mungu, Mungu anakubariki. Na Mungu akikubariki, laana zinaondoka, vifungo vinaondoka. Njia rahisi sio kumshambulia adui. Njia rahisi ya kujifungua kwenye vifungo ni kumtumikia Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Njia rahisi ya kujitoa kwenye vifungo ni kumtumikia Mungu. Kimtumikia Mungu, Mungu anakufungua. Ni vizuri kumwacha Mungu akufungue kuliko uhangaike kujifungua mwenyewe. Neno la Mungu linasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea magonjwa kati yako. Apata kuona mwenye kuharibu mimba wala ndiye tasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Mungu anakufungua. Na Mungu akikufungua, anakufungua vifungo vyote. Lakini wewe unaweza kuwa unataka kujitoa kwenye kifungo, ukajitoa kwenye kifungo kimoja tu. Lakini Mungu anaweza kuona vifungo vyote. Mungu hawezi kuingia kwako akakuta ni kuchafu, akafanya usafi chumba kimoja tu. Atafanya usafi vyumba vyote. Atakufungua katika kila eneo. Lakini ukitaka kujitoa mwenyewe, utajitoa sehemu moja tu. Hizi nyingine zitabaki. Na itachukua miaka na miaka. Na unazidi kuteseka. Kwa hiyo ni vizuri kumtumikia Mungu, akakubariki, akaondoa kila kitu. Kama aliondoa kwa Abraham, ataondoa na kwako. Mtu yote yule ambaye Mungu amembariki alikuwa na laana. Mtu yote yule kisikia Mungu amembariki, ina maana alikuwa na laana. Kwa sababu Mungu alipombariki ile laana ikaondoka, akawa tajiri. Abraham alikuwa na laana, alipobarikiwa
kwa tasa kiuchumi, kwa tasa katika uzao wa tumbo. Alipobarikiwa kila kitu kikafunguka. Yakobo alikuwa na laana, anajua ameitoa. Alipobarikiwa na babake, laana zikaondoka, akaenda kuwa tajiri. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwa nini mtu anatafuta kubarikiwa. Kuna laana anatembea nayo kila mtu duniani, kwa sababu Mungu alipoumba mbingu na nchi ilikuwa ni giza na utupu na ni ukiwa, na mbingu na nchi, ardhi ilikuwa imelaaniwa, na mwanadamu akaumbwa katika ile ardhi, akawa amebeba ile laana iliyoko katika ardhi. Kwa hiyo kila mtu unamwona duniani ana laana, ndio sababu anatafuta baraka, kubarikiwa, kwamba unapomtumikia Mungu ile laana inaondoka. Mungu anakubariki, giza linaondoka. Nchi ilikuwa giza, ilikuwa ni utupu na ilikuwa ni ukiwa. Vile vitu vyote, ukiwa ni magonjwa, giza ni ujinga, utupu ni umaskini, vyote vinaondoka. Baraka ukibarikiwa tu, hivyo vitu vyote vinaondoka. Kwa lazima ujipange kumtumikia Mungu ili Mungu akubariki. Fanya kazi za kijamii kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako na kwa nafsi yako yote, na upende wale unaowahudumia. Penda watu, pende Mungu na upende watu. Utabarikiwa. Kwa ni eneo la kufanyia kazi. Kwa hiyo tunaangalia uhuru wa dola moja, namna gani dola moja inaweza kukuweka uhuru. Dola moja, namna gani mbegu moja ya ngano, chembe moja ya ngano, chembe moja ya haradali, mbegu moja inaweza kukuweka huru. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Marko 4:30 mpaka 32 kabla tujamshukuru Mungu. Marko 4:30 mpaka 32. Mbegu moja tu inakuweka huru. Marko 4:30 mpaka 32. Neno la Mungu linasema, Yesu akasema, tulinganishe na nini mfano wa Mungu? Ulinganishe na nini mfano wa Mungu? Au tutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo imepandwa katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa ukua ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Mbegu ndogo sana, lakini inakuwa mti mkubwa, na ndege wanaweza kujenga viota ndani ya ile mti. Hiyo ni mbegu. Sasa ni mbegu moja tu imekuwa huru, ikawa kubwa. Kwa hiyo ni wewe tu kuangalia kwamba unaweza kuwa na mbegu kidogo, na ile mbegu ikakuwa kubwa, ikakuweka huru. Mbegu ndogo ambayo hakuna mtu anadhania kwamba inaweza kutengeneza mti. Ni kama jinsi Mungu alimuuliza Yeremia, unaona nini? Akamwambia, naona mfito wa mlonzi. Yeremia alionyesha mbegu. Ni mbegu ndogo tu, unamuonesha mtu mbegu ya parachichi. Unamwambia unaona nini hapa? Anakuambia naona miti ya maparachichi. Anamwambia umeona vyema. Unasema kile kitu cha mwisho. Yesu anasema mimi ni mkate wa uzima. Akusema mimi ni mbegu ya ngano ya uzima. Anasema mimi ni mkate wa uzima. Anaanza alfa anakwenda omega. Mkate ni kitu cha mwisho. Cha kwanza ni mbegu, lakini anaanza omega anakwenda alfa. Anasema mimi ni mkate wa uzima. Kwa hiyo ule mti, ile mbegu ndogo ilikuwa kiasi kwamba ikatengeneza mti. Unaona mti sio mbegu. Kwa Yeremia aliuliza unaona nini? Akasema naona mfito wa mlonzi. Anaonyesha mbegu ya mti, anataja aina ule mti ambao anauona. Kwa hiyo lazima uone kabisa kwamba ile mbegu ndogo, ile dola moja, unaambiwa kwenye dola moja unaona nini? Unasema naona dola milioni 1. Kwenye dola moja unaona nini? Unaambia naona nyumba. Kwenye dola moja unaona nini? Naona gari. Kwenye dola moja unaona nini? Naona kiwanja. Kwenye dola moja unaona nini? Naona shamba.
Ndio kitu Mungu anataka uone, ndio jinsi Mungu anataka uone. Kwa mfano mimi nikikupa $1 sasa hivi, nikakuuliza kwenye $1 unaona nini? Taja kitu unachoona. Sema naona nyumba ya room 3, room 5, room 6. Kwenye $1 nini? Naona nini? Naona nyumba ghorofa 10. Mungu anakuambia umeona vyema. Anakupa ile ghorofa 10. Ndio jinsi ambavyo $1 inaweza kukuweka huru. Unauliza $1, Mungu anakuuliza $1. Unaona nini? Unaona benki. Naona kampuni, naona biashara kubwa ya milioni na mamilioni ya dola. Mungu anakuambia umeona vyema. Sasa hiyo $1 ni mbegu. Ni kama ile mbegu ya radali ikaonekana mti mkubwa kuliko miti yote ya mboga. Kwa lazima uone kama wale watumwa, wale watu 10 ambao Yesu anawaita akawapa mafungu ya fedha. Aliwauliza mnaona nini? Wale wawili wasema naona miji 5, mwingine akasema miji 10. Akamwambia pokea kile ulichokiona. Sasa leo unaulizwa kwenye maisha haya unayoishi, ni kitu gani unachoona? Taja kile kitu unachoona. Kama kwenye huduma, huwa sisi tunataja kila siku, tunaona mashule, mabenki, tunaona vijana bilioni 1 wanaokoka, tunaona mandege ya hii huduma, tunasafiri nchi mbalimbali kwenda kuhubiri, tunaona helikopta za kwenda vijijini, magari makubwa ya kwenda kujenga makanisa, tunaona watu wanaokoka, tunaona watu wanahubiri injili. Lakini tunachoona kwenye huduma, dunia nzima watu wanahubiri injili ya kingdom business. Tunaona watu wanafanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam, kazi ya injili. Ndio kitu tunachoona sisi. Vijana bilioni 1 wanaokoka, wanamjua Yesu Kristo wa Nazareth kuwa ni Bwana na Mwokozi wao. Ndio kitu tunachoona. Sisi hatuoni kitu kidogo kwenye huduma. Tunaona kitu kikubwa sana. Tunaona mabenki kwenye huduma, tunaona hospitali, tunaona mashule, tunaona vyuo vikuu kwenye huduma, tunaona center za technology, ubunifu kwenye huduma. Tunaona vitu vingi sana. Tunaona makanisa mengi tunajenga, ambao sio kwetu sisi tunahudumia, sisi tunajenga, tunaweka wachungaji, tunajengea wachungaji makanisa. Kitu tunachoona kwamba ile mbegu moja uliopewa, unaona nini? Hii huduma Mungu ambaye amekupa, unaona nini? Ndio sababu lazima uanze kutangaza utajiri wako. Lazima uanze kutangaza utajiri wako. Neno la Mungu linasema nini? Isaya 46 mstari wa 8 mpaka wa 10, neno la Mungu linasema, kumbukeni haya mkajioneshe kuwa waume. Jifahamisheni haya ninyi wakosaji. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu. Mungu anatangaza mwisho kabla mwanzo, na sisi tunatangaza mwisho kabla mwanzo. Mungu anasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Sisi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwamba kama sisi ni nuru ya ulimwengu na yeye ni nuru ya ulimwengu, tunatangaza mwisho kabla mwanzo. Kwa sababu ukiulizwa, ukipewa mbegu ya parachichi, ukiambiwa unaona nini? Mimi naona miti ya maparachichi, naona mashamba ya maparachichi. Sababu ile mbegu moja inatengeneza mashamba. Hapa duniani Mungu akutengeneza mbegu 2 za mahindi. Ni moja tu. Zinabadilika style kutokana na aina ya ardhi ambayo zinapandwa. Lakini mbegu ni moja tu. Akutengeneza mbegu 2. Hata mwanadamu unaona huyu ni Mchina, huyu ni Afrika, ni mzungu. Ni huyu mwanadamu ni mmoja tu. Lakini kutokana na maeneo anayoishi, mazingira anayoishi, hali ya hewa ambayo anaishi, ndio inasababisha yule mtu anabadilika. Huyu anakuwa mweusi, huyu anakuwa mweupe, huyu anakuwa wa brown, ni jinsi ile. Lakini Mungu aliumba Adam, akumba mzungu, akumba Mwafrika, akumba Mchina. Ni huyu mtu akienda kuishi sehemu fulani, ngozi yake inabadilika, anakuwa mtu fulani. Huyu akiishi sehemu fulani anabadilika. Huyu akilala na huyu akizaa mtoto anakuwa hivi. Hivyo vizazi, rangi zinachanganyikana, zinatengenezwa tofauti tofauti. Lakini Mungu aliumba mtu mmoja, tuna mbegu ni moja tu.
Dola ya Marekani ni moja tu, zile nyingine zote ni copy. Dola ni moja tu ya Marekani, lakini zingine ni copy. Shilingi ya Tanzania ni moja tu original, hizi nyingine zote ni copy. Kwa hiyo lazima ujue hilo, itakusaidia mbele ya safari kwamba mbegu ni moja tu, hizi nyingine zote ni copy. Kwa fahamu, tumshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. $1 freedom. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 9. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 9 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya saa 9 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 9 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 9 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya saa 9 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kujifunza neno la Kristo, kujifunza biashara. Asante kwa kutufungulia malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Asante kwa kutufungulia malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Asante kwa kutufungulia malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma, ya kusikiliza, ya kuona, ya kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutusamea maovu yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth iliyomwagika msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakaribisha katika majira ya saa 9, uwe mwalimu wetu, utufundishe njia zako, utuoneshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tuendelee na somo letu. $1 freedom, uhuru wa $1. Unapewa $1, unawaambiwa hii utaachia urithi wana wanao. Unapewa $1, unaambiwa utaachia urithi watoto wako. Umepewa mbegu moja ya mahindi, unaambiwa utaachia urithi watoto wako. Ni kwamba utapanda kwenye udongo mzuri, itaota, utapanda tena, itaota, utapanda tena, itaota. Mwisho wa siku una mamilioni ya eka mashamba mbegu, sababu inakuwa. Kwa na $1 ni hivyo hivyo. Ukipewa $1 utawekeza wapi? Kwa mfano leo umepewa $1. Labda ni tusaidiane hapo. Nimekupa $1. Nikwambia $1 ndio hela ambayo utaachia watoto wako urithi. Na hii $1 nimekupa, utakufa ukiwa bilionea. Na nakupa $1 ukiwa na miaka 52. Una miaka 52. Kuna mtu mwingine amepewa $1 akiwa na miaka 25. Kuna mtu mwingine amepewa $1 akiwa na miaka 18. Mwingine amepewa $1 akiwa na miaka 9. Mwingine amepewa $1 akiwa na mwaka mmoja. Mtoto anazaliwa leo anapewa zawadi kwa sababu mtoto amezaliwa. Hii pesa inawekwa benki. Akifika miaka 18 itajulikana ni shilingi ngapi anayo. Inakuwa kwa sababu ni mtoto anakuwa na hela yake kule benki, inakuwa inaongezeka. Au imewekezwa kwenye soko la hisa, imenunuliwa hisa. Imenunuliwa hisa. Ile kampuni inavyokuwa leo hii unakuta share moja ilikuwa ni $5. Baada ya miaka 18 share moja ni $2,800. Ina maana mtoto atakuwa bilionea kwa sababu ile mbegu $1 imekuwa. Kuna mtu anapewa $1 anafanya, na kuna mtu anapewa $1 akiwa na miaka 75 kama Abraham alipewa $1 akiwa na miaka 75. Akaambia hii ndio utakayeachia watoto wako. Mungu akamwongezea miaka 100 zaidi ya kuishi, akawa na miaka 100 zaidi, miaka 175. Sasa kwamba kila mtu anatofautiana mwaka aliopewa na umri aliopewa, $1 yake moja, lakini anaambiwa awaachie watoto wake urithi na hiyo $1. Utafanyaje? Lazima uje na swala zima la imani. Mimi nitakachokifanya, nimepewa $1 sasa hivi na miaka yangu 52, nachukua $1
naiombea, naibadilisha kuwa dola milioni 1. Nachukua ile dola 1 kama mbegu, kama jinsi Yesu alivyobadilisha chai kuwa damu yake, akabadilisha mkate kuwa mwili wake, na mimi nabadilisha dola 1 kuwa dola milioni 1 za Kimarekani. Ninaichukua na naweka kwenye bahasha, napeleka kwa watoto yatima. Naenda kupanda kwenye udongo. Inaota. Kuanzia siku hiyo nikipeleka hiyo pesa, naanza kumtumikia Mungu, nahubiri barabarani, naenda kwa watoto yatima kuwasaidia kufua, kupika, kufanya usafi, naenda kutunza mazingira. Na tafuta kazi moja ya kijamii naweza kufanya kila siku. Baada ya miaka 5 nitakuwa na dola milioni 1. Mungu ataleta wazo, Mungu atashusha idea, divine idea, wazo la kiungu la kunipa dola milioni 1. Full stop. Very simple. Kila mtu ana style yake. Mwingine ataweka benki, mwingine atanunua hisa. Mimi nitaiombea, nitaibadilisha kuwa dola milioni 1, naweka kwenye bahasha, napeleka kwa watoto yatima. Naenda kupanda kwenye huo udongo. Kwa sababu maandiko yanasema dini iliyo safi sio kuwa nataka mbele za Mungu, ni kwenda kuwatazama yatima na wajane. Dini iliyo safi, udongo mzuri ule, naenda kuipanda pale. Na nishatamkia maneno. Naondoka. Naenda kumtumikia Mungu sasa. Kila lisali moja nikimtumikia Mungu na mchaji dola 100, dola 200 kutokana na uzito wa kazi siku masaa niliyofanya, na kisha kabisa nimefanya kazi ya dola milioni 1. Mungu anashusha wazo la kiungu kwenye akili yangu na kuwa bilionea. Full stop. Kwamba kila mmoja ana namna ile dola 1 atakapomweka huru. Ile dola 1 kuweka huru, uwe na uhuru wa kifedha. Hiyo ndio style mimi nitakayotumia. Taichukua, taiombea, taibadilisha kwa dola milioni 1, taipeleka kwa watoto yatima. Alafu kuanzia siku hiyo naanza kumtumikia Mungu na mchaji Mungu kila lisali moja. Mchaji fedha mpaka ifike dola milioni 1. Natengeneza fedha kimbuli kwanza. Natengeneza pesa kimbuli kwanza. Ninajaza wingu langu la fedha kwanza. Likijaa nitadondosha umande, nitadondosha mvua, nitadondosha pesa. Wingu likijaa linadondosha pesa. Mhubiri sura ya 11 mstari wa 3. Wingu likijaa maji litaimimina juu ya nchi. Mhubiri 11 mstari wa 3. Kwa hiyo kila mtu ana design yake, ana ufahamu wake jinsi gani anaweza kuikuza dola 1. Hii dola 1 ikakua. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7, neno la Mungu linasema nini? Ayubu 8:7. Ayubu 8:7 inasema, tena ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Ijapokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako utaongezeka sana. Kwa sababu kuna gharama ya kulipa. Kuna mbegu ambayo lazima nipande. Nikipanda mbegu ya dola milioni ya shilingi dola milioni 1, lazima nitavuna. Kwa sababu nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya kinywa cha mtu. Yesu alipewa mikate 5, akashika akaiombea ikaongezeka. Akapewa samaki 2, akashika akaombea ikaongezeka. Na mimi nashika ile dola 1. Kwa imani ile naibadilisha ile mikate, ile samaki, ile dola 1 kuwa dola milioni 1. Kama Yesu alivyobadilisha ile mikate 5 ikawa mikate zaidi ya 5,000. Zile samaki 2 wakawa samaki zaidi ya 5,000 na watu wakala. Hivyo kwa sababu ile dola 1 haitoshi. Ile dola 1 ni mbegu. Hela yote ambayo haitoshi ni mbegu. Chochote ambacho hakitoshi ni mbegu. Usile, nenda kapande. Chochote ambacho hakitoshi ni mbegu. Usile. Wakila amekula mbegu. Ndio unasikia mkulima amekula mbegu. Amekula kile kidogo alichonacho. Kwa hiyo lazima ujue unaweza kufanya hivyo na maisha yakasonga mbele. Tuangalie kitabu cha Mhubiri 7:8. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema nini? Mhubiri 7:8. Neno la Mungu linasema, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kila kitu mwisho wa jambo lote unakuwa mzuri. Kwa sababu Mungu anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Kwa sababu heri ya mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Anatangaza mwisho kabla ya mwanzo.
mstari wa 14 neno la Mungu linasema siku ya kufanikiwa furahi na siku zikiwa mbaya fikiri. Hasa siku kama hizo unafikiri nini? Hizi ni siku mbaya hizi. Na sababu naambiwa ukomboe wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Hizi ni siku mbaya. Hizi siku mbaya unafanya. Siku mbaya unaishi kwa imani. Siku zikiwa mbaya unaishi kwa imani. Uishi tena kwa kuona. Unaishi kwa imani ili usimkosee Mungu. Siku zikiwa mbaya unaishi kwa imani. Ukiona vitu haviendi una switch. Unaondoka kwenye kuona, unaenda kwenye imani. Na maisha yanabadilika. Kwa lazima kujua namna gani utajiweka huru. Kwa kutumia $1 tu. Namna gani utajiweka huru. Siku chochote kidogo ulichonacho kwa macho kinaonekana ni kidogo. Kwa hiyo ina maana ili kikue kinahitaji imani. Na sababu tunaambiwa tunaenenda kwa imani sio kwa kuona. Chochote kidogo ulichonacho. Ukiwa na kalamu kama hii, ukiona kabisa inakaribia kuisha wino, au umeweka luku kwenye umeme imekaribia kuisha na una fedha, naanza kuitamkia maneno, unasogeza siku mbele. Ukiona una unga umebaki kidogo na hauna hela nyingine ya kununua unga, unaishi kwa imani, unaitamkia maneno. Yule mama alikuwa mume wake ni mtumishi wa Mungu, ameweka watoto rehani, aliyetoa pesa akaja anakuja kuchukua watoto. Elisha akaja katika ile familia. Yule mama akamuuliza, akamuomba, akamwambia watoto wangu wanakuja kutwaliwa siku ya leo na anayetudai. Elisha akamuuliza una nini? Akamwambia na mafuta kidogo. Akatumia imani, ile mafuta yakaongezeka. Sasa chochote kidogo ambacho kipo kwenye maisha yako, ukiona hicho kitu kimebaki kidogo, usisubiri kiishe. Lazima uwe na point of contact, uwe na kitu cha kushika. Kama zile samaki walikuwa ni wachache na ile mikate ilikuwa ni michache, Yesu akawa na kitu cha kushika, akapata nguvu ya kuombea, ya kuongeza kile kitu, akashukuru, kaongezeka. Sasa na wewe usisubiri mpaka iishe. Ukisubiri mpaka iishe, inabidi ukatafute njia nyingine wewe mwenyewe. Lakini ikibaki kidogo, ingia kwenye maombi, tumia imani, badilisha kile kitu kiongezeke. Kwa sababu na siku zikiwa nzuri furahi, siku zikiwa mbaya fikiri. Kwa lazima uingie kwenye imani. Uingie kwenye imani kwenye jambo ambalo halitoshi. Chochote ambacho kitoshi kinahitaji imani. Una kodi ya nyumba haitoshi, inahitaji imani. Una pesa kidogo ambayo haitoshi, inahitaji imani. Imani tunasema ni kwamba unajua kabisa unadaiwa 500,000, umeenda kuomba kwa ndugu zako wote, wamekupa hela, wamekuchangia imefika 50,000. 50,000 katika 500,000 bado ni mbali sana, haitoshi. Unajifungia chumbani kwako, unafanya maombi ya dakika 10, 15 ya kumshukuru Mungu, unaibariki ile pesa, unaibadilisha kuwa kile kiwango cha pesa unachotaka. Unakwenda kutoa ile pesa, unaweka kwenye bahasha, unapeleka kwenye kituo cha yatima, au unatafuta mjane yote unampa ile pesa. Na ndani ya masaa 72 Mungu anakujibu. Ndani ya siku 3 Mungu anakujibu. Kwa sababu ulibadilisha ikawa imani. Ile hela haitoshi. Hii siwezi kula, siwezi kupelekea mtu anayemdai. Inabidi nibadilishe ile pesa iwe shilingi 500,000, iwe 1,000,000, nipeleke kwa watoto yatima. Ndani ya siku 3 Mungu atajibu. Mungu anajibu. Chochote ambacho hakitoshi lazima ubadilishe kiwe imani. Unajua kabisa umebaki unga kidogo. Ule unga inabidi sasa uingie kwenye maombi, uchukue ule unga upelekee mtu mwenye uhitaji. Nenda nyumba yote ya mjane, ya mtu mwenye uhitaji, mpe ule unga. Utapata shida siku moja tu, lakini baada ya hiyo siku moja au siku hiyo kashangaa pewe zinaingia na madebe ya unga na
gari linaingia na vyakula kwako, kwa sababu wako malaika kazi yake wanamwambia mpelekee mtu chakula, mpelekee mtu kitu fulani. Malaika wanamwambia mtu mwenye duka, wanamuongoza mpelekee mtu kitu fulani, wanampelekea. Sasa ni kwamba uingie kwenye imani. Unajua wewe unajua utalala na njaa leo, lakini unampelekea mtu mwingine kile chakula. Kumbuka wakati Elia anamwambia yule mama mjane, nitikie kwanza mimi, uniletee mimi kwanza. Yule mama anasema mimi nakusanya kuni nikapike nile na watoto wangu chakula, tukimaliza tupe. Akamwambia nipikie mimi kwanza. Sasa kile kidogo ulichonacho mpe Mungu kwanza. Kumpa Mungu unampa ule jirani yako. Unampa jirani yako mwenye uhitaji. Tashinda na njaa siku moja tu, lakini utakuwa na chakula milele. Yule mama alishinda na njaa kwa masaa machache, lakini alikuwa na chakula milele. Kwa hiyo lazima chochote ambacho ni kidogo lazima kichanganywe na imani. Chochote ambacho ni kidogo kinahitaji kuchanganywa na imani. Usipochanganya na imani akikui. Hivi vitu vidogo vyote, mbegu yote ndogo haihitaji mbolea, inahitaji imani. Mkristo haihitaji oxygen, Mkristo anahitaji imani. Hatutembei kwa oxygen, tunatembea kwa imani. Oxygen ni sana kimwili. Oxygen ni kitu ya kuona, unapumua, unaiona oxygen. Lakini imani swala la kiroho. Kwa hiyo ukiwa na $1 inakuweka huru. Ukiwa na mbegu moja tu ya mahindi inakuweka huru. Ni kwamba ujue ni namna gani unaweza kuchanganya na imani. Chochote ambacho ni kidogo, tafuta mbinu yote ya kuchanganya na imani ili kiongezeke. Usiwe na kitu kidogo alafu ukabaki nacho ukakitumia. Hakitaongezeka, utakuwa umekula mbegu. Chochote kidogo lazima uchanganye na imani ili kikue. Ni kwa nini kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 2 neno la Mungu linasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa alikuwafaa hao kwa sababu walikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Chochote kile utakachokisikia changanya na imani. Changanya na neno la Mungu. Unajua kabisa unatafuta kazi, changanya na imani. Nenda kajitolee. Nenda, unajua kabisa utakuwa unaenda kazini saa 2 asubuhi mpaka saa 10. Tafuta kituo cha watoto yatima, ondoka saa 2 nyumbani mpaka saa 10. Kwa siku 90 unapata kazi. Kama ni kwenda kutunza mazingira, naamka asubuhi unaenda kutunza mazingira kuanzia asubuhi mpaka saa 10. Jumatatu mpaka Ijumaa. Siku 90 unapata kazi. Lazima ulipe gharama, upande mbegu ya kazi. Unachanganya na imani. Kama kipindi cha corona, kazi nyingi sana zimekufa. Makampuni mengi yamekufa. Unataka Mungu akupe wazo la biashara, akupe kazi. Amka asubuhi kama ulivyokuwa unaenda kazini. Nenda kajitolee. Nenda kasaidie mtu mwingine mwenye uhitaji. Katoe muda wako na nguvu zako. Ndani ya siku 90 Mungu anakupa kazi. Miezi 3 Mungu anakupa kazi. Namba 3 ni namba ya Mungu. Kwamba lazima ujitahidi uweze kujua kwamba kile kidogo ulichonacho ambacho ni muda, toa hicho. Toa muda. Ukitoa muda vitu vinabadilika. Kwa sababu muda unao na kila siku unapewa muda. Lazima ujifunze kukuza mbegu ndogo iwe mti. Lazima ujifunze kukuza mbegu ndogo iwe mti. Watu wengi hawakuzi mbegu kuwa mti, wanakula mbegu. Watu wengi sana baada ya kukuza ile mbegu kuwa mti wanakula ile mbegu. Na tumesema chochote ambacho hakitoshi ni mbegu, sile. Kwa lazima uangalie namna gani unaweza kujiweka huru kwa kutumia $1. Jinsi gani unaweza kujiweka huru kwa kutumia $1? Jinsi gani unaweza kujiweka huru kwa kutumia mbegu moja ya muhindi, chembe moja ya ngano, chembe moja ya haradali, chembe moja ya mbegu, ukaipanda kwenye udongo mzuri,
ukaipanda kwenye udongo mzuri, ukaiweza kutengeneza ikawa shamba, mbegu moja tu ikawa shamba. Kwa hiyo lazima ujitahidi kwenye hilo eneo. Namna gani unaweza kutumia $1 ukajiweka huru? Na tulisema kwamba, nilitoa mfano nikasema nikipewa $1 leo nikiambiwa nitaifanyia nini? Nitaibadilisha kwanza iwe $1 milioni, alafu nipeleke kwa watoto yatima. Na siku yote unapopeleka fedha kwa watoto yatima, unampa mtu yote fedha ambayo ni mbegu, hakikisha umeweka kwenye bahasha. Bahasha ni mfumo wa udongo. Unaiweka kwenye bahasha, unafunga kabisa. Unapeleka uko kwenda. Usimpe mtu fedha, ni baba yako, ni mama yako, ni sadaka unatoa kanisani. Usitoe sadaka mikono mitupu. Sadaka weka kwenye bahasha. Ni mbegu unapanda mahali, weka kwenye bahasha. Ni mtu unamlipa mshahara, weka kwenye bahasha. Chochote kile unamlipa mtu, sitoe pesa ikiwa kavu. Weka kwenye bahasha. Hiyo ni kwa kumheshimu yule mtu. Na tulisema tuangalie kubadilisha ile $1 kuwa $1,000,000. Utatumia andiko gani? Kwanza utatumia lile andiko Mathayo 26 mstari 26 mpaka 28. Kubadilisha ile $1, unasimamia andiko gani? Ile $1 iwe $1,000,000 kabla hujapeleka kwa watoto yatima. Lazima utumie maandiko. Mathayo 26 mstari wa 26 mpaka 28. Neno la Mungu linasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, toeni mle, huu ndio mwili wangu. Akabadilisha ule mkate kwa mwili wake. Naona badilisha ile $1 kwa $1,000,000. Halafu mstari 27, akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki. Mstari 28, maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Mstari mwingine utatumia kubadilisha $1 kuwa $1,000,000. Na baada hapo unaenda kufanya kazi ya Mungu, unaenda kutumika sasa. Unamchaji Mungu kila saa moja kiasi fulani cha pesa mpaka ifike $1,000,000 ili Mungu akupe, afungue milango ya $1,000,000. Unasoma Ufunuo 11 mstari 6. Ufunuo 11:6, neno la Mungu linasema, hao wana amri ya kuzifunga mbingu mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu. Wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu, na kupiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Wana amri ya kugeuza maji kuwa damu. Wewe una amri ya kugeuza $1 kuwa $1,000,000. Una nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya uwezo wa ulimi wa mtu, na wao wapendao watakula matunda yake. Mungu alikupa nguvu ya kutamka. Una uwezo wa kubadilisha maji kuwa damu. Una uwezo wa kubadilisha $1 kuwa $1,000,000. Ukaiweka kwenye bahasha, ukapeleka kwa watoto yatima. Kwa hiyo kuna andiko unalosimamia. Kuna andiko. Alafu kuanzia siku hiyo unaenda kufanya kazi za kijamii kila saa moja. Unamtumikia Mungu na unamshukuru Mungu kwa kila siku unapofanya kazi za kijamii. Ndivyo jinsi unapopalilia ile mbegu yako, Mungu anasababisha ikue kwa kasi. Ile $1 ikue kwa kasi. Kuna mbegu umepanda. Usifanye hizo kazi za kijamii kama hujapanda mbegu yoyote. Ukiwa unafanya kazi za kijamii, umechukua $1 lako moja, umechukua shilingi 10,000, shilingi 1,000, unaiombea, unaibadilisha kwa kiwango cha pesa unachotaka, unaandika chini tarehe na siku, kila unaweka kwenye bahasha, unapeleka kwenye kituo cha watoto yatima au unampelekea mjane. Mpanda mbegu yako huko, alafu unaenda kufanya kazi ya Mungu sasa. Ili ile mbegu yako ikue. Ukienda kufanya kazi ya Mungu kama hujapanda mbegu, utavuna nini sasa? Umepanda mbegu ya pesa, unataka upate pesa. Kwa hiyo unapoenda kumtumikia Mungu kila saa moja unamchaji Mungu. Ikifika kiwango kile cha ile pesa ambayo uliandika na uliombea katika ile mbegu yako, Mungu anafungua milango.
Mungu anafungua milango. Hiyo ni njia rahisi ya kufanya kazi kwa imani, kumtumikia Mungu kwa imani kwenye eneo la kuwa huru kifedha. Jinsi gani dola moja inaweza kukuweka huru? Jinsi gani 10,000 inaweza kukuweka huru? Jinsi gani shilingi 1,000 ya Tanzania inaweza kukuweka huru? Jinsi gani shilingi 500 ya Tanzania inaweza kukuweka huru? Kwa bilionea, unachukua ile 500 ya Tanzania unaiombea, unaibadilisha kuwa kiwango cha pesa unachotaka. Kama dola milioni 10, kama ni shilingi milioni 10, milioni 20, milioni 100, wewe ndio unajua. Kama ni milioni 3, milioni 4, alafu kuanzia hapo kisha iombea, unaweka kwenye bahasha, unapeleka kwa yatima wajane. Alafu unaenda kufanya kazi za kijamii. Kila risali moja unamchaji Mungu. Naandika leo tarehe siku fulani, saa fulani mpaka saa fulani nilifanya kazi fulani. Shilingi ngapi? 200,000. Shilingi ngapi? 1,500,000. Shilingi ngapi? 500,000. Shilingi ngapi? 1,000,000. Ikifika kiwango cha pesa ulichoandika, Mungu anafungua milango. Ile mbegu yako inaota, kwa sababu kuna mbegu ulipanda mahali. Na unamwahidi Mungu, utakaponipa hii fedha nitakupa fungu la 10. Mungu anafurahi, anaachilia. Leo asubuhi tumesema kwamba lazima uhakikishe unamrudishia Mungu fungu la 10 la muda. Fungu la 10 la muda. Na kisha unapanda mbegu ya muda. Mbegu ya muda. Hii ni tithe. Alafu kuna seed. Kuna mbegu. Kila lisari moja. Nataka unisikize kwa makini. Mungu ni alfa na omega. Ile dakika ya mwisho ya kwanza ni ya Mungu na dakika ya kwanza lisani ya Mungu. Hizi dakika 2 hapa za Mungu. Na fungu la 10 la muda katika ndani ya dakika 60, dakika 6 hapa ni za Mungu. Dakika 6 jumlisha dakika 2 ni dakika 8. Dakika 52 ni za kwako. Kwa dakika 8 ni za Mungu katika kila lisaa. Fungu la 10 la muda. Katika dakika 60, dakika 6 za Mungu. Kwenye alfa na omega ambao ni mbegu, dakika 2 za Mungu. Ile dakika 59 na dakika 60 ni ya Mungu. Dakika 59 na dakika 60 ni ya Mungu. Na dakika 6 zilizoko mbele ni za Mungu. Jumla dakika 8. Dakika 52 za kwako. Ukifanya hivyo kwenye biashara yako utafanya vizuri sana. Ndio sababu lazima uwe na chumba cha maombi. Kama mko watu 3 kazini, mnapeana zamu. Wewe sisi tunaenda kuhudumia wateja, dakika 8 za Mungu unaenda kaingia kwenye maombi ya kushukuru na kuombea kazi, kuombea biashara, kuombea wateja, kubariki biashara, kuingia kwenye toba. Kwa hiyo ina maana dakika 8 ni za Mungu. Dakika 52 ndio za kwako. Ukiweza kumrudishia Mungu dakika 8 kila lisaa, lazima ufanye biashara nzuri sana. Utafanya biashara nzuri sana. Mungu anachokitaka ni muda wako. Mungu hahitaji pesa yako. Anahitaji muda wako. Mungu hapeleki pesa mahali popote, lakini muda mbinguni unahesabiwa. Pesa mbinguni hazihesabiwi. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba Mungu anahitaji muda wako. Mungu anakuongezea watu kwenye biashara yako, akuongezea hela kwenye biashara yako, anakuongezea watu. Wale watu wanaona kiwango cha pesa watanunua vitu vingi sana kwako utakapopata hela nyingi. Kwa hiyo lazima ujitahidi dakika 8 za Mungu kila baada ya lisaa. Kumbuka dakika 2 ni mbegu, alfa na omega. Dakika 2, dakika 6 ni fungu la 10 cha muda. Kwa hiyo dakika 2 ni za mbegu. Dakika 59 na dakika 60. Na dakika 6 zilizoko mbele ni za Mungu, fungu la 10. Haiwezekani ukatoa fungu la 10 usipande mbegu. Mbegu ndio itakayoota. Fungu la 10 unalipa. Mbegu ndio inayomea. Lakini fungu la 10 unalipa. Fungu la 10 ni kama TRA. Kwa hiyo lazima ujue kabisa. Na hela unayopeleka kwa wajane, kwa yatima, ile ni mbegu inaota haraka sana. Fungu la 10 ni kwa ajili ya Injili. Kwa hiyo lazima ulijue hilo, litakusaidia mbele ya safari. Litakusaidia mbele ya safari.
Bado dakika 6 tumalize. Somo letu la leo linasema nini? $1 freedom, kujiweka huru kwa kutumia $1. Kujiweka huru kwa kutumia mbegu moja ya mahindi, chembe moja ya ngano. Unapewa chembe moja ya ngano ukijikitiwa. Unaambiwa ukimaliza kula chakula hichi utakula chembe moja ya ngano. Unachimba shimo vizuri, unakisha udongo ni mzuri, unaweka maji ya wastani, unaweka ile mbegu yako, unamwagia maji, unaitunza ile mbegu isiliwe na mdudu, isiliwe na chochote. Ukivuna ile mahindi unarudisha tena shambani, ukivuna unarudisha tena shambani mpaka inafikia kiwango cha kuvuna magunia na magunia. Kwa hiyo unajiweka huru kwa kutumia mbegu moja. Unajiweka huru kwa kutumia $1. Ndio jinsi ambayo tumesema kujiweka huru kwa kutumia $1. Kuna mtu atawekeza, mimi nitaiombea, nitaibadilisha kuwa $1 milioni, nitapeleka kwa yatima au kwa wajane, nitaanza kutumikia Mungu, ile mbegu yangu itakuwa kwa staili yangu na imani yangu. Kwa sababu imani ni matendo. Kwamba nimeshatamka hii $1 milioni, naenda kutumikia Mungu, Mungu anaongeza ile fedha. Anashusha wazo la kiungu, wazo la biashara. Anashusha partners. Mungu ana njia $1 milioni za kukulipa zaidi ya $1 milioni. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba Mungu atakulipa kutokana na ile tendo la imani ambalo umelifanya. Kwa hiyo lazima ujue namna gani unaweza kujiweka huru kwa kutumia $1. Watu wengi wanakula $1 akipata anakuwa amekula mbegu. Yaani ni mkulima amekula mbegu. Ukishakula mbegu huwezi panda tena. Kwamba chochote ambacho hakitoshi ni mbegu, sile. Chochote ambacho hakitoshi ili kiongezeke kapande. Iongeze kwa maneno, kwa imani, weka kwenye bahasha, peleka kwa yatima wajane, anza kumtumikia Mungu kila baada ya saa, mchaji Mungu kiasi fulani. Ndio jinsi Mungu anapoongeza ile mbegu yako, na kumshukuru Mungu kila saa kwa ajili ya ile mbegu ambayo umepanda. Inaota. Mungu anafungua milango, unafanikiwa. Mungu ana uwezo kunyanyua mtu akakuletea kiwango chochote cha pesa ambacho umekitamka na kinywa chako. Na ikifanya kazi mara ya kwanza, itafanya kazi mara ya pili, ya tatu, ya nne na kuendelea. Bado dakika 3 tumalize. Kwa hiyo nataka tu ujue kabisa kwamba seed, mbegu, ni kile kitu ambacho hakitoshi. Lazima ukapande ili kiongezeke. Na ni sababu mbegu ni chache lakini chakula ni kingi. Mbegu za mahindi ni chache na mbegu ya chakula ni nyingi. Mbegu ya mahindi inauzwa kidogo, kilo moja tunauzwa ghali kuliko debe moja ya mahindi ya chakula. Mbegu ina thamani sana kwa sababu kila kitu ambacho utakibadilisha kikawa mbegu kitaongezeka. Lakini kikiwa chakula, maandiko yanasema kwenye Isaya 55:10, Isaya 55:10, neno la Mungu linasema ni maana ni kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala irudi huko, bali kunyeshea ardhi na kuizalisha na ikachipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ardhi inampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye anapewa chakula. Kwamba usibadilishe mbegu yako ikawa chakula. Acha mbegu iwe mbegu, acha chakula kiwe chakula. Sasa watu wengi wamebadilisha mbegu imekuwa chakula. Wengi sana. Especially kwenye eneo la fedha. Wamebadilisha mbegu imekuwa chakula. Wamekula mbegu. Kwa hiyo usile mbegu. Kwa jitahidi chochote ambacho hakitoshi kinaongezwa kwa imani. Mikate Yesu alipewa ilikuwa haitoshi, samaki 2, mikate 5 ikaongezwa kwa imani. Yule mwanamke mjane alikuwa na mafuta kidogo yakaongezwa kwa imani. Kwa hiyo jifunze kuongeza vitu kwa imani. Ukiwa umebakiza unga kidogo, subiri ishe. Ile kidogo iliyobaki ongeza kwa imani. Na kuongeza kwa imani unaiongeza, unachukua ile unga unapelekea mtu mwenye uhitaji, unaenda kumpa mtu mwenye uhitaji. Elia alimwambia yule mama, nipikie kwanza mimi, nitengenezee mkate kwanza mimi. Mama na mtoto mdogo atengenezee mtu mzima kwanza. Hakuishiwa na chakula kuanzia siku ile. Hiyo ni imani. Kazi ya imani ni kuongeza vitu. Imani hautumii mahali ambako kuna vitu vimejaa. Kazi ya imani
ni kuongeza vitu mahali kuna mapungufu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unataja kile kitu ambacho utapungukiwa nacho. Zaburi ya 23 mstari wa kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unataja kile kitu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na wateja katika biashara yangu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, unataja kile kitu ambacho utapungukiwa na Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na akili darasani. Katika jina la Yesu Kristo Nazareth, unataja kile kitu. Lazima uombe. Kinyamaza, kufunga kinywa chako na Mungu anafunga cha kwake. Lakini ukitamka Mungu ana act. Chochote utakachotamka kwa imani kinasababisha Mungu afanyie kazi. Mungu, una uwezo wa kumweka Mungu kazini pale unapotumia imani, kwa sababu huwezi kupendeza Mungu pasipo imani. Ili kumweka Mungu kazini, ili kumuondoa Mungu kwenye kiti chake cha enzi akakufanyia kazi yako, ni kwa njia ya imani. Kuna andiko unalijua, kuna matendo unafanya ya imani, kwenda kufagia, kutunza mazingira, kusaidia watoto yatima, wajane, wazee, kwenda kuhubiri injili barabarani. Yale matendo ya imani yanasababisha Mungu kuondoka kwenye kiti chake cha enzi, anakufuata wewe. Kama jinsi katika ile story ya mwana mpotevu, yule ndugu yake alipotoka mawindoni, alipofika akasikia kuna dance ndani ya nyumba. Akamuuliza mjakazi wao ni nini, akamwambia yule ndugu yako amerudi. Akasema yule alienda kula pesa na makahaba, akamwambia ndio. Amefanyia sherehe ndio. Akuingia ndani, babake akamfuata. Babake akaondoka ndani akamfuata. Akamwambia mwanangu nini? Akamwambia baba, mimi nafanya kazi zote hapa nyumbani. Rafiki zangu wamekuja hapa uje kunichinjia tandama. Babake alimwambia hujawahi kusema. Full stop. Ndio kusema. Sasa na wewe leo hii kama hujawahi kuomba kitu chochote, huwezi pata. Lazima uwe na muda wa kuomba. Unapoomba unaandika chini kile kitu ulichokiomba, alafu unaenda kumtumikia Mungu. Una muda tayari. Umeshaomba, nenda katumike, kafanye kazi za kijamii. Kile kitu unachokiomba charge kila saa moja pesa kiasi fulani. Mungu anajibu. Na anakuambia nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, na ataondoa magonjwa kati yako. Wakati una nguvu, usisubiri mpaka ulale chini. Nenda kumtumikia Mungu, anaondoa magonjwa. Usisubiri mpaka ulale chini. Usisubiri ugonjwa mpaka uwe mkubwa. Hakikisha wakati ugonjwa bado hujawa mkubwa, na uwezo wa kutubu, na uwezo wa kutubu na kumtumikia Mungu. Mungu anaondoa ugonjwa. Muda wangu umeisha. Saa 10:01. Somo letu la leo lilikuwa linasema nini? $1 freedom. Jinsi ya kuwa huru kwa kupitia $1. Tumeweza kuelezea kwa kina namna gani unaweza kuwa huru kwa kutumia $1, namna gani unaweza kuwa huru kwa kutumia chembe moja ya ngano, chembe moja ya mahindi, ukapanda ikaota, ukarudisha shambani, ikapanda ukaota, ukarudisha shambani, ukavuna, ukarudisha shambani, mpaka ikawa gunia, ikawa magunia 2 matatu, ukawa huru. Na hapa duniani Mungu akuumba chembe 2 ya mahindi ni moja tu. Kutokana na mazingira na hali ya hewa, mahali inakopandwa inabadilisha tabia. Na mwanadamu Mungu alimuumba mmoja tu. Kutokana na mahali anapoishi na mazingira, inabadilisha ngozi, inabadilisha nywele, inabadilisha kila kitu. Anakuwa huyu ni mweusi, huyu ni Mhindi, huyu ni Mchina, huyu ni Mzungu. Ni kutokana na mazingira ambayo yule mtu anaishi kwamba anabadilika. Lakini Mungu alimuumba Adam. Atujui Adam alikuwa mzungu, alikuwa mtu mweusi, kwa sababu Adam aliumbwa kwa udongo, ina maana alikuwa mweusi. Hao wengine kila kitu tunachokiona cheupe kilitokana na rangi nyeusi. Rangi nyeusi ndio iliyoumbwa kwanza. Hata Mungu aliumba mbingu na nchi, kulikuwa kuna ukiwa na giza na utupu. Giza ni jeusi, udongo ndani nyeusi. Kwa ina maana mwanadamu alikuwa mweusi. Amebadilika rangi kutokana na mazingira. Sisi ndio wanadamu original, sisi tunapotuona. Hao wengine wote ni copy. Kwa ufahamu, tutamshukuru Mungu kwa dakika chache tumalize. Asanteni kwa muda wenu. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth.
Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu, kwa majira ya saa 10 tunafurahia na kushangilia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya ya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunafurahia na kushangilia katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kipindi cha kwanza, asante kwa kipindi cha pili, asante kwa kipindi cha tatu. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, mwaka 2020, mwaka 2100. Asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa mwezi wa 8, asante kwa tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, asante kwa tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2100. Asante kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 9, asante kwa majira ya saa 10, asante kwa majira ya saa 11. Roho Mtakatifu tunabariki majira ya saa 10 na kutakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunabariki majira ya saa 10 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunabariki majira ya saa 10 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, roho njema ya Kristo. Tunabariki majira ya saa 10 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 10 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kuona, kuwa huru, kuandika neno la Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa furaha ya Kristo uliyoweka mbele yetu, tunifurahia na kushangilia katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, neema ya Kristo, ujasiri wa Kristo katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa fahamu ya Kristo, kujitambua katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo ufalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli, ulioongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika magonjwa, katika umaskini, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio makazi salabani, kwa maana fadhili za Kristo ndio milele katika jina la uwezo la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba tukufu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio makazi salabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio makazi salabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetulinda tangia tulipozaliwa hadi leo,
ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatuzungushia ukuta wa moto katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili tukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Asante kwa watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa umo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wametoa muda wao, wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki imani zao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante, tunakaribisha tena katika majira ya saa 10 katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, utupe akili ya Kristo tupate fahamu ya Kristo, utupe akili ya Kristo tupate kuwa huru, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutumikia Mungu, kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kujiweka huru katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Sasa katika tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza Yesu Kristo. Sasa katika tunakaribisha katika majira ya saa 10. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Tunaomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Tutaenda kwenye sala ya toba dakika moja, tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno: Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, mimi bila mwisho. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Tarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho nasema jina lako. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu itanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asante, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. I remember before, people they ask me who are you. I remember before, people they ask me where are you. But today, brother, them people